Episode ya 7 inaanza na Hojin yuko club. Analonga na kaka yake aweze kumrudisha home baada ya kulewa chakali sababu ya Jiseo. Lakini wanafika home, Hojin anashangaa brother anajipiga picha na kuupload Instagram. Anaambia dogo, mimi huwa hizi vitu za my feelings na washirikisha na watu wangu Insta. Huku kwa Muhii, Yongwoo anaambia meneja wa Hiro alikuwa akiuliza kuhusu ratiba yake. Anamuuliza kama kuna kitu kilitokea kwa Hiro na yeye kwenye ndege. Muhii anasema alala baada ya kunywa glasi moja tu ya divai. Basi sawa, stories zinasonga. Yongwoo anaambia Muhii kuwa anahamia kwa Hojin. Muhii anashtuka kusikia hivyo, anaanza tu mamia ya njia ambazo anaweza kuzitumia basi aweze kukutana na jamaa. Lakini nakani kabinti ambao anamtamani je? Sasa siku chache mbele iliwabidi Hojin na kaka yake waattend katika tamasha moja ambalo brother alisisitiza sana wafike. Sasa Hojin katua pale, kabla tu tamasha kuanza, Jinsook anampigia simu na kumwambia kwamba hawezi kufanikiwa kufika hapo. Yeye yuko njiani kuelekea Santiago kwa Hispania, kutafakari jinsi matendo yake yalivyo ambavyo hayafurahishi. Hojin akashika kwa sirika tu, brother uko serious kweli wewe? Kumbe kinachomsumbua ni fact ya kwamba mchumba wake alimkasirikia alipomuuliza kwa nini. Amesema anataka amalizane na mambo ya ndoa, kisha akamjibu kwamba sababu wewe unataka, kwa maana kwamba yeye hana mpango, lakini ni mke wake ama mchumba wake ndiye ambaye anataka sana. Sasa pale kwenye event, balozi wa Italia anamsalimia Hojin, kisha anamwambia kwamba mkalimani wao amejitoa, hivyo anamuomba Hojin basi au kuja, na Hojin akawa hana namna. Baada ya utangulizi, Hojin sasa hakurudi kwenye kiti chake ambacho kilikuwa karibu na Muhii, japo hakujua kabisa kwamba atayekaa karibu naye ni bibi huyo Muhii. Baada ya tamasha, Muhii anapewa nafasi ya kuzungumza na balozi na mkewe. Anatarajia kumuona Hojin pale, lakini kuna mkalimani tofauti anayewasubiri kwa pamoja. Baadaye Bwana Kim anatambua na kuzungumza na Hojin kwa sauti kubwa ili kuvutia umakini wake. Anaingia kwenye lift pamoja naye na Kim anaishia kumwalika nyumbani kwa Hojin kwa chakula cha jioni, licha ya kwamba Hojin aligoma sana hilo swala. Wakumbuka mzee Kim ndio jamaa ambaye mtaalamu wa kualika watu kwenye nyumba ya Hojin. Muhii anajaribu kuzungumza naye, lakini Hojin akawa amenuna tu, lakini akajaribu na vistori vingine, mara Canada, mara maporomoko ya maji. Kwingineko, Hiro na Nanami wanatembea kuzunguka Seoul. Hiro anatarajia Muhii amtafute yeye kwanza, yani hiyo superstar mwingi kwamba anicheki mwenyewe kabla mimi sijamcheki. Nanami anaambia tumpigie tu, jamaa anakataa vibaya mno, anasema kwamba ni lazima yeye ndo aanze. Wakati huo Yongwoo anaenda kwenye chumba cha uhariri ili kuona wafanyakazi wa TV na anasikia kwamba Jinsook yuko Hispania. Wakati anaondoka, anamuona Jiseon akiwasili kwenye teksi. Anaonekana kabisa kwamba katoka club na kifundo chake cha mguu kimeteguka, hivyo ikabidi amsaidie kukifungua. Kiukweli huyu jamaa Yongwoo ameanza kumpenda huyu producer, sema hajui aanze wapi. Basi wakaanza mazungumzo pale, jinsi ambavyo mjomba wa Yongwoo alivyo mkurugenzi mtendaji wa shirika hilo. Kwa hiyo kama vile jamaa alipewa tu nafasi na labda hakuwa na vigezo, alafu ana manage star mkubwa kabisa duniani. Jamaa anasema hata hivyo wakati tumeanza kummanage Muhii naye alikuwa ni mchanga hivyo, lakini masuala ya mahusiano yakaanza. Yongwoo akakusanya nguvu zake na kumwambia dada jinsi ambavyo anampenda. Sema anaelewa kwamba anamuogopa dada, hata kuleta story nyingi akamvuta na kuamua kumbusu. Bibi anataka kuondoka tu, akamvuta tena na kuanza kumbusu vizuri. Hilo yeye bado tu anajitia ugumu kumtafuta binti. Kule nyumbani kwa Hojin, Bwana Kim anaambia Muhii kwamba Hojin aliandika kitabu alipokuwa chuo. Alafu mzee anaharibu mambo kwa kufichua kwamba Hojin anamfuata ama anamfollow Muhii kwenye Instagram. Hojin mpaka akapaliwa na maji. Kumbe mzee anataka tu amuongee dogo kiulaini. Baadaye wakiwa wawili tu, Bwana Kim anamuuliza kwa nini hachangamki mbele ya Muhii. Hojin anaambia haelewi kabisa lugha ambayo binti anazungumza. Aidhani alimtaka na sasa matendo yake yanasema kitu tofauti kabisa. Bwana Kim anamtia moyo kujifunza lugha yake kama ilivyo kwa lugha nyingine yoyote ile ambayo anaijua. Hojin anapomwaga Kim, Muhii anapata rekodi ya Cory Lane ndani ya nyumba na kugundua kuwa Hojin amekuwa akisikiza. Anaomba basi pia kuondoka, maana wawili hawa hawanaga story, na Hojin anatambua kuwa anajaribu kuiba rekodi yake ya Cory Lane. Anamruhusu kuhifadhi kwani ilikuwa imekusudiwa kwa zawadi yake. Hata hivyo na kuahidi kwamba watakutana siku nyingine, na Hojin anaonekana kufurahia kwamba kutakuwa na wakati mwingine pia wa kukutana. Episode 8 inaanza na ubatizo wa mtoto. Shangazi na mjomba wa Muhii wako hapo. Muhii ambaye sasa ni Dorami anawasili akiwa amevaa koti jekundu linalong'aa na kuchukua nafasi yake kama mama wa Mungu wa mtoto. Baada ya sherehe, anamwambia shangazi na mjomba kwamba yeye ni Dorami na anasema anajua kilichowapata wazazi wa Muhii na anaonya basi wasingilie maisha ya Muhii tena. Ndio anazungumza kwa ajili ya Muhii. Yani hii ni kama scenario ile ya watu kwa na mapepo, kwamba kuna muda mwili ni wake lakini nafsi haiyo ya kwake kabisa. Kwa hiyo sasa hivi mwili ni wa Muhii ndio, lakini nafsi ni ya Dorami. Kisha Dorami anafika nyumbani
kwa Hojin, ambapo Hojin anagundua haraka kwamba kuna kitu hakiko sawa. Dorami anaambia Hojin asikubali msamaha wa Muhii na asimruhusu kabisa amfuate Italia. Hojin akiwa amechoka na tabia yake, anasema hata kuwa kamwe na mtu kama Muhii ambaye hajali kabisa hisia za wengine. Anasema hili limekwisha mara moja na kwa yote. Anachanganyikiwa pale ambako Dorami anaambia kwamba asimtajie Muhii lolote kati ya haya ambao wamezungumza. Anachanganyikiwa zaidi anapogundua kwamba aliwekewa kidonge kwenye glasi ili basi naye asiweze kukumbuka mambo pindi ambako ataamka tena. Jiseoni ambaye bado hajafika kazini anamtumia Yong'u ujumbe na kusema anataka kuzungumza naye. Yong'u anaambia aje gorofani, lakini hajui kwamba anasubiri nje ya nyumba yake, si ofisini. Flashback inaonyesha wote wawili wakienda nyumbani kwa Yong'u usiku ulioisha. Kwa sasa Jiseoni anapoenda nyumbani kwake, mwanamke anafungua mlango. Kwa hiyo bibie akachanganyikiwa kwamba inakuwaje jamaa analeta hapa wakati ana mtu wake. Wakati huo Hojin anaenda kumuona Muhii, anapata shairi kwenye gauni alilovaa usiku uliotangulia ambalo lililaluliwa kutoka katika kitabu nyumbani kwa Hojin. Hojin anatambua kabisa kwamba hii ilikuwa ni moja kati ya vitabu ambavyo yuko navyo, lakini Muhii akawa hatambui kabisa kwamba hilo shairi imetoka wapi. Basi akashatu kumwomba jamaa msamaha kwa kile ambacho kimetokea, na kisha akanazaa kwenye shooting. Kwenye shooting kwenyewe akashindwa kufocus kabisa, akaisha kufumba macho kidogo tu aweze kujilala. Anakuja kuzunduka yuko nyumbani kwake na shooting imeshaisha, kumaanisha kwamba kilichoendelea ni Dorami ambaye alifanikisha hizo shughuli. Muhii na Hiro basi wakakutana kwa ajili ya chakula, huku mameneja wao wakiwa wameketi karibu. Muhii anampa zawadi na kutambua kwamba Hiro ameanza kujifunza Kikorea, kwani aliishia kumshukuru Kikorea tu. Punde jamaa anamuuliza kuhusu busu, lakini Muhii anakataa kwamba halijawahi kutokea kabisa busu kati ya wao wawili. Jamaa kaanza kutukana Kijapani tu, yani huu jamaa mambo yasipoenda kwa njia yake inakuwa ni tatizo kabisa. Baadaye Muhii anajiuliza kama Dorami aliyefanya hayo ama ni nini, maana Dorami amekuwa na upuzi wa kumwingia kwa hizo siku kadhaa. Anaenda kwenye kioo na kufunga macho, Dorami mara akatokea. Hojin naye ndo akawa anampigia simu Muhii na kujaribu kuzungumza naye. Dorami akamkataza na kisha anamwendea Hiro akimnong'oneza kitu sikioni mwake. Akiwa njiani kurudi, Dorami anachukua pasipoti yake kutoka kwa Yong'u na kusema kwamba anaelekea Italia. Ofisini huku Yong'u na Jiseoni hatimaye wanakutana na Yong'u akamkabili bibi. Anasema hajawahi kuwa kabisa na uhusiano wa kimapenzi wa siku moja ama one night stand, na alidhani kwamba wao wameshaanza kuchumbiana. Jiseoni akamwambia sawa, ila mwanamke nyumbani kwako pale vipi? Yong'u akamwambia mbona mimi nishahama pale siku nyingi, siku hizi nimehamia kwa Hojin, siishi tena pale. Basi Jiseoni akaishia kuaibika tu alipojifunza hilo swala. Wakati Dorami anafurahia scream kwenye moja ya maduka pale Italy, baada ya kufika Italy, Hojin akajitokeza kumuona. Hatimaye amegundua kuwa huyo Dorami ni nafsi ya giza ya Muhii ambayo huwa anaificha. Anajaribu kuelewa story ya giza la Muhii ili kuelewa kwamba kwa nini Dorami anafanya hivi, kwenye kumuuliza kwamba kwa nini yuko hivyo, lakini dada akawa sema lolote. Sasa ubani kwamba akisha kuwa Dorami badala ya Muhii huwa anaharibu kila kitu, anaishi kiolela hadi hela za Muhii huzitumia bila kuwaza kwamba itakuwaje baada ya hapo. Basi ikabidi kijana mzuge alafu arudishe designer clothes ambayo binti alinunua. Sasa alinunua kwa bei mbaya sana. Hojin basi mwisho siku akamuuliza Dorami kama ataondoka mara tu Muhii atakapokuwa na furaha, na Dorami anasema anaweza kuondoka, anaweza kabaki, yote inawezekana. Kwa ombi lake Hojin ikabidi basi akafuate kahawa, kwamba naomba nifuatie kahawa alafu naomba niletee hapa niweze kunywa. Mara Muhii anaamka na kugundua kuwa yuko Italia, lakini mwanaume anayemsogelea sasa hivi sio Hojin, ni Hiro. Inageuka kuwa kumbe Dorami watu wale hata anamnongoneza Hiro alimwambia kwamba angemsubiri katika Clock Square hapo Italia. Hojin anatoka kwenye mgahawa na kuona wawili hao wamesimama pamoja, akawa sasa haelewi aweze kufanya nini, na episode ikaishia hapo. Asante sana, mimi naitwa Winani. Until next time, bye bye.